Karibu katika ripoti ya leo ya EFM. Leo siku njema kabisa msikilizaji, siku ya tarehe 26 ya mwezi wa 3 2025, siku ya Jumatano. Karibu sana. Karibu tuzungumze kuhusu maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia na wanayaleta kwetu, na sisi tunaiwasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Tuna ndugu yetu anaitwa Rose ambaye jana kuna mengi tulijuzana. Niko hapa kwa ajili ya kukujuza mengi zaidi. Jana tuliishia ndugu yetu Rose akitueleza haya. Anasema anamshukuru Mungu kwa yote sasa hivi. Naye anasema anamshukuru Mungu sasa hivi mume wake amerejea. Lakini kuna swali ambalo mume wake alimuuliza, Rose, tumekuwa kwenye ndoa kwa muda, tumekutana tukiwa bado vijana, tumekuwa pamoja siku zote. Je, katika maisha haya tumeishi, umewahi kwenda kwa mganga wa kienyeji? Lakini Rose alijibu swali hili na kusema, hapana mume wangu, sijawahi na haitakuja kutokea kwenye maisha yangu. Kwa nini niende kwa mganga? Kwa nini niabudu miungu mingine? Na tunaye Mungu ambaye tunamwabudu siku zote. Lakini swali hili linampa hofu Rose, na hata kumpigia ndugu yake na kumwambia, mume wangu kaniuliza swali kama hili. Wanaulizana lakini wanafarijiana. Labda huenda kuiomea nongono iliyokuwa kwa msibani, na ndio maana labda ameuliza. Lakini ni kwa sababu tu bado msiba bado mbichi, mambo yatakaa tu sawa. Wanazungumza hayo, na anatueleza taarifa ya mume wake kutumia kilevi kwa wingi zaidi, tofauti na vile ambavyo alikuwa akizoea. Karibu sana leo siku njema msikilizaji, na tusogee mbele zaidi na tuyasikie mengi ambayo ndugu yetu anaitwa Rose. Rose anasema, hii ni safari yangu ya maisha, mimi Rose nimepitia. Sio rahisi kuzungumza, ni ngumu sana kuzungumza. Ndio, hata kuzungumza unaogopa. Ndio, kwa sababu sio vitu vya kuzungumza, sio vitu vizuri pia. Rose anasema, lakini nami nimesukumwa niseme. Naamini ni mimi nimepitia, lakini naamini kuna wengine wako katika mazingira ambayo wako kwenye mawazo hayo, kwenye michakato hiyo, wameshachora mpaka inakuwaje. Amechoka, anaona changamoto za ndoa yake zinasababishwa na mtu fulani, na yupo na anajigamba, anarusha vijembe. Umechoka, umeshapata suluhisho, unasema huyu sitamwacha, na ndivyo unajisikia ndani ya moyo wako kufanya hivyo, na hali hiyo inawaka ndani yako, hata ukizuia haiwezi kuzuilika. Uko tayari kufanya chochote. Rose anasema, natamani unisikilize katika haya, mimi ninashare nawe. Mimi ni mwanamke mwenzio na nimepitia haya, na nazungumza ili usikie. Rose anasema, nilimwambia mtu wa karibu na mume wangu, mtu ambaye ni mshauri wake, mtu ambaye yuko naye karibu zaidi, ambaye aliniambia kwa habari ya mume wangu kulewa sana. Hao ni watu ambao inaonekana walikuwa mahali wakitumia kilevi, inaonekana wameelewa sana. Mimi nilichosema, naomba umlete wa mwanaume hapa nyumbani, fanya unavyoweza umlete hapa. Rose anasema, nikwambie kitu rafiki yangu, mume wangu amerejea kweli nyumbani. Amerejea, lakini sio kama yule ambaye nilikuwa nikimjua kama mume wangu. Rose anasema, kulewa chakali. Hivi unajua mtu ameelewa, yule mtu ambaye ameelewa. Nazungumza hivyo kwa sababu sizungumzi kwa habari ya siku moja. Nazungumza ni habari ya mwanaume kunywa pombe kila siku. Na sio pombe kwamba atakunywa 1, 2, 3 atarejea nyumbani. Nazungumza habari ya mtu kunywa pombe mpaka anazima. Kuna mwanamke mmoja ambaye ana mwanaume ambaye ni mlevi, anakunywa pombe hadi anazima. Huwezi ukafurahia hayo maisha. Mwanaume ambaye anakunywa pombe mpaka anazima. Jamani, kuna mimi nimekuwa na tatizo juu ya tatizo. Mwanaume amekuwa mkali ajabu. Ninamwambia ndugu yangu, wewe,
yani mbona huyu mwanaume ni siku chache amenipa good time, ni siku chache amenijibu maneno mazuri, ni nini sasa, ni kitu gani? Akaniambia sasa ile swala la ulevi mwenzangu mimi sio talikotokea jamani. Haya, tutasema mwanamke amempeleka kwenye pombe, yule mwanamke tumeshamzika, ni nini sasa? Rosie anasema tunashauriana tukarejea tena kule kwa yule mganga. Ni nini? Mbona mwanaume anakunywa sana pombe jamani? Mtu gani anakunywa pombe mpaka ajitambui na mtu sasa anapigiwa simu njoo uje umchukue mume wako? Mwanaume aliyekuwa smart anafanya shughuli zake. Ni nini lakini? Hebu niangalizie kuna shida gani? Huyo mganga akaniambia atakaa sawa. Nikamwambia sitaki kusikia habari atakaa sawa, nataka akae sawa, sio nataka akae sawa. Ni nini kimemtokea? Mtu ambaye alikuwa hanywi hivi, mtu ambaye alikuwa anakunywa glasi moja ya wine, ajisikie tu vizuri. Leo mtu ni anakunywa pombe, anaenda pale kuwapa offer bar, kunyweni. Mtu ambaye anakunywa mpaka anazima na anakunywa kila siku, atafanya majukumu yake kazi saa ngapi? Atakuwa ni mwanaume gani huyo ambaye ni mlevi hivyo jamani? Akaniambia una ukali mwingi. Lakini si nilikwambia huyu mwanaume hakulogwa na yule mwanamke? Si nilikwambia? Nikamwambia wewe unazungumza kuhusu nini? Akasema lakini tuliongea, nilikwambia huyu mwanaume hajalogwa. Hizi ni akili zake tu. Hapa tusizungumzi kwamba tuanze kumfanyia dawa tumloge, hajalogwa. Hakuna kitu tunaweza tukananilia hapa ambacho unasema sijui labda kuna mwanamke hajalogwa. Nilikwambia toka mwanzo mwanaume hajalogwa. Haya, anatueleza ndugu yetu anaitwa Rosie. Rosie anasema katika safari yake ya maisha, Rosie anasema niko mimi pamoja na ndugu yangu huyu ambaye tangu tumeanza hizi harakati tumekuwa pamoja naye. Ananiambia kwamba nilikueleza toka mwanzo huyu mwanaume wako hajalogwa, ni akili yake tu na atakaa sawa. Ndugu yangu akamwambia tunafanya nini sasa? Sawa, tunafanya nini sasa? Kwa sababu mtu sasa amekuwa anakunywa sana, mtu anakunywa sana pombe, tusaidie na hasikii, yani mkorofi. Sasa ile furaha tuliokuwa tunaitafuta iko wapi? Mwanaume amekuwa sasa hana muda sasa na wewe. Sio habari ya mwanamke, lakini amekuwa mlevi, na ndani ya muda mfupi sana. Akasema atakaa sawa. Mimi nikisema anakaa sawa na maanisha atakaa sawa. Ni akili yake tu imeshindwa kupokea msiba uliotokea, lakini atakaa sawa. Mpe kama miezi 3, atakaa sawa. Miezi 3 ukipita, ukiona hajarejea sawa, njoo nifuate niambie hajarejea sawa. Sawa, usiwe na wasiwasi. Tuliondoka mimi pamoja na ndugu yangu. Na ndugu yangu mara zote umsifia huyu mganga kusema wewe si unaona? Huyu ni mtu ambaye anaona sana na ni mtu ambaye ana uhakika na kazi yake. Hebu tusikilize katika hili analolisema. Rosie anasema, nikwambie kitu rafiki yangu. Ni kweli. Huyu mganga alivyoniambia ni kweli. Sijui, kuna watu wago wanasema hakuna uchawi. Kuna mtu anakuambia hakuna uchawi wewe, hakuna uchawi. Mambo ya kusadikika. Mimi nakwambia mimi uchawi upo. Mimi nakwambia. Nakwambia kwa sababu nimetembea, nimeona hiyo kitu. Mume wangu kweli nilianza kuona anapunguza pombe. Na alisema ataacha yeye mwenyewe. Ni akili yake tu. Nikaamini kama mume wangu sasa anarudi katika hali ya kawaida, ina maana sasa ndo tunaseto, sasa amerudi katika hali ya kawaida. Rosie anasema, yani kwa mfano, si unamjua mtu mlevi, sasa atapigiwa simu tambie kwa fulani mbebe, tutagombana. No,
no sijui kwamba ni yani nilikula good time zile siku chache zile. Ndio nilikula good time. Huko kwingine hakuna. Mwanaume sasa anaonekana ameenda kazini, ametoka kazini, amerudi pale pale nyumbani kwangu. Naikumbuka hii siku. Nikampokea. Nimekueleza mimi ni mwalimu, kwa hiyo narudi tu mapema nyumbani. Mara nyingi mume wangu akirudi ananikuta. Amefika pale akanisalimia. Na mimi nikamwambia karibu mume wangu, pole na uchovu. Hakunijibu. Rosie anasema huyu mwanaume akaenda chumbani. Kumbuka sasa hivi tuko chumba kimoja. Tunalala chumba kimoja. Toka nilivyomkurupoa kule tuko huku tunalala chumba kimoja. Niliona amechukua begi. Nikamwambia vipi? Nikaona anakusanya nguo. Nikamwambia mume wangu, kuna nini? Unasafiri? Mbona safari ya ghafla hujaniambia? Akanyamaza kimya. Akaendelea kupaki nguo. Akachukua begi la pili. Jamani, kwani mwenzetu anasafiri anaenda wapi? Nikamwambia unasafiri unaenda wapi? Akanyamaza. Akaendelea kupaki nguo. Akachukua viatu vyake. Akachukua sijui tai. Yani hapo kakunja nguo zake kaziweka. Yani kakunja nguo kama ni mtu sasa sijui anaenda wapi. Nikamwambia mume wangu, utaninyamazia hivyo mpaka saa ngapi? Na utaendelea kujiandaa? Si unishirikishe. Alinijibu akaniambia niache nimalize ninachokifanya. Alafu tutaongea. Nikamwambia sawa. Nakwambia beba nikubebe, beba nikubebe, nakwambia viatu vyake vile vizuri vizuri. Nikwambie naona mtu anakusanya vitu. Okay, ameniambia ni ngoja ataniambia. Nikangoja. Nikiangalia muda, ni muda umesogea. Kuna safari basi ataniambia. Nimemaliza, akaniambia tunaweza tukaongea. Niulize swali lako ulikuwa unaniuliza. Nikamwambia, vipi? Ni una safari? Kuna mahali unaenda? Ni ghafla ungeniambia nikupangie nguo. Akaniambia si safiri. Nikamwambia usafiri, sasa unaenda wapi? Akaniambia nahama. Nikatabasamu, nikamwambia mume wangu, unahama unaenda wapi? Natafuta nyumba sehemu nyingine. Nikamwambia kwa nini? Yani kuna nini kilichotokea? Siwezi kukaa nyumba moja na muuaji. Nikamwambia mume wangu, unazungumza kuhusu nini? Unazungumza kuhusu nini? Akaniambia Rose, wewe ni mwanamke mbaya sana. Sijai kujua naishi na shetani ndani ya nyumba. Tunaweza tukawa tuna hasira sana kwa watu wanaotukosea, lakini tunaweza tukaondoa maisha yao. Sisi ni akina nani tuwahukumu watu vifo? Mwenye haki kufanya hivyo ni Mungu tu. Umemuua mtoto wangu, amekukosea nini? Na unataka unipikie chakula? Ni ile chakula chako? Unataka nije nilale kitanda kimoja na wewe? Mwanamke muuaji. Nikamwambia mume wangu, unazungumza kuhusu nini? Hebu nifafanulia, ni unazungumza kuhusu nini jamani? Ni lini ya nitapumzika na matatizo? Hebu angalia tena maneno ya mengine unayatolea wapi? Ni lini unachozungumza unaniambia mimi? Tumekaa miaka mingapi? Tumekutana tukiwa bado vijana. Sasa hivi tuna umri gani? Nishindwe kuwa mbaya miaka yote hiyo? Unaweza ukasikiliza maneno watu wanasema. Ni kwa sababu gani? Kwamba mimi nimefanyaje kwa huyo mwanamke? Akaniambia, unadhani unaweza ukastahimili kunyamaza hicho kitu umekifanya? Kwamba umefanya siri? Najua jinsi ambavyo ulikuwa unamchukia yule mwanamke, lakini hukutakiwa kumfanyia hivi yule binti, kwa sababu alikuwa na ndoto zake. Umemtendea ukatili sana. Na damu yake haitanyamaza. Damu yake na ya mtoto wangu haitanyamaza dhidi yako, nakwambia. Na akaniambia, sitachukua chochote. Ninakuachia nyumba na kuachia kila kitu, ila naomba uniache na maisha yangu. Yani sikuamini. Nikamshika yule mwanaume nikamwambia, unaenda wapi?
Akaniambia unataka kuniua na mimi? Niue. Niue. Nenda kafanya unavyofanyaga. Niue na mimi. Nikamwambia mume wangu, kwani unasikiliza maneno ya watu? Yani hapo nikwambie machozi ni puka. Namwambia unasikiliza watu? Nani anakudanganya mume wangu? Nani anakudanganya? Akasema nadanganywa. Dada watu kafa kifo cha mateso. Ninadanganywa. Wewe ni wakwenda kwa mganga kusema amuue yule msichana? Nikamwambia mume wangu, ni nani anasema haya maneno? Ni nani anazungumza hayo maneno jamani mwenzenu? Kwa nini mimi kila siku? Akaniambia mnafiki mkubwa wewe. Kila siku nini? Ushetani wako hautakuacha salama. Maovu yako yatakurudia. Yani mimi sikuelewa mume wangu anazungumza hizi habari kwa uthibitisho upi? Yani kwa uthibitisho upi? Nilimwambia nithibitishie mimi ndo niliyefanya, na niko tayari kusimama popote. Niko tayari kusema sijafanya hicho kitu. Na kama kuna hukumu inaweza ikashuka nikahukumiwa kwamba nasema sijafanya na nimefanya, hiyo hukumu na inishukie. Akaniambia si unaona ulivyo shetani? Yani bado unamhusisha Mungu kwenye mambo yako ya kiovu. Naomba niache. Nitaweka utaratibu mzuri. Niko hatua sasa hivi tutarakiane, lakini tuweke mazingira mazuri kwa ajili ya watoto wetu. Nimemaliza. Mwanaume alibeba nguo na viatu vyake na tai. Alisema hivi, nitaondoka na gari hii, na yenyewe hata ukiitaka nitakupa. Chochote unachotaka nitaidhinisha, ni mali yako. Hii nyumba nakupa. Tulikuwa tuna nyumba nyingine. Akaniambia na ile ninakupa. Nasema chochote unachotaka nakupa. Rosie anasema nilimpigia simu ndugu yangu nikamwambia, wewe umewahi kuongea na mtu yote hizi habari? Akaniambia habari gani? Nikamwambia usitake kunifanya niwe narudia hapa maneno. Wewe hujui nazungumzia habari gani? Akaniambia tunazungumza mambo mengi, hebu niambie habari gani? Nikamwambia ni nani mtu unazungumza naye kuhusu mimi? Akaniambia Rose, unachanganyikiwa? Nikamwambia sichanganyikiwi, na ninakuuliza wewe. Tulizungumza siku zile. Unaweza ukatunza hii siri? Ina maana mambo ni mapema hivi na unaanza kutoa hizi siri? Akasema Rose, nitoe siri kwa nani mimi? Kuhusu nini Rose? Kuna nini kimetokea? Nikamwambia usitaki kusema hujui. Kwa nini mume wangu anieleze hivi mimi? Akaniambia Rose, ninakuapia mbele za Mungu sijasema na mtu yeyote. Labda kama wewe wameenda kwa mganga. Labda wameenda kupiga ramli. Wamekuona wewe. Lakini sio mimi Rose. Sio mimi Rose. Kwa nini niseme hivyo? Ili iwaje Rose? Yani na mimi nizungumze ubaya wangu? Jambo lako ni jambo langu Rose. Siwezi. Nikamwambia hivi, huyu dada tumemzika tuna miezi mingapi jamani, rafiki yangu? Kwa nini mume wangu aniataki hivi? Na uwezi amini, ambeba nguo ananiambia yuko tayari kuniachia kila kitu. Akaniambia ni hasira tu za wanaume, atakaa sawa. Nikamwambia sitaki kusikia habari ya mwanaume atakaa sawa, kwa sababu hayuko sawa. Akaniambia Rose relax. Nikamwambia siwezi kurelax. Mapiganio yangu yako wapi? Nilichokipigania kiko wapi? Ni hiki sasa nilichokipigania. Rosie anasema basi kwangu ilikuwa ni huzuni. Mwanaume ameondoka. Tulikutana na rafiki yangu macho kwa macho. Nilimwambia naomba uniambie ukweli. Haujamueleza mtu yote kuhusu ile jambo? Akaniambia Rosie acha mambo yako. Ningekuwa hapa kama ningekuwa nimemshirikisha mtu yote. Rosie, sio sisi tu tunaloga. Kuna watu wanaloga. Wewe na ndugu zao, ndugu wameenda kufanya ramli huko. Wakifanya wanamuona labda bi mkubwa. Wamempa taarifa mumeo labda
mumeo kapaniki, lakini hana vithibitisho. Rose, hutakiwi kupaniki, unabidi uendelee kumsisitiza mume wako kwamba hakuna kitu kama hicho. Tunafanya nini sasa? Alisema tumtafute mganga, tumueleze kwamba mambo yametokea hivi, mume sasa ameondoka nyumbani. Tukamwambia mganga, huyu mwanaume ameondoka, mbeba vitu vyake, ameondoka. Akaniambia atarudi. Nikamwambia usitaki kuniambia hizi habari kwa wepesi hivi, mimi namtaka mume wangu arudi hapa nyumbani. Akasema sawa, na atarudi. Hizo tuma ambazo wanakutuhumu nazo, hizo ni tuma anaweza kutuhumiwa mtu yoyote. Watu wanapokuwa kwenye migogoro, jambo likitokea, watu huhisi yule mtu aliyekuwa na migogoro naye kwamba amesababisha hayo, lakini hakuna vithibitisho. Ishi maisha ya kutokupepesa macho, ya kutokuwa na wasiwasi. Tulia, relax, kaza macho yako. Ukisemesha usianze kuhaha, wewe tulia, kwa na msimamo mmoja. Sio unazungumzia ni kuhusu nini, na huyo mwanaume atakaa sawa. Rose anasema, niliambiwa huyu mwanaume afike kazini, haendi kazini. Yaani ameondoka kwangu na sijui alipo. Nikamuuliza yule mpambe wangu, vipi? Akaniambia, mambo ya mpamba moto. Nilishindwa hata kukupigia simu kukwambia, maana nikasema nisije nikakwambia moyo wako ukaogopa. Nikamwambia kuhusu nini? Asema za chini chini, mwenzangu, wewe ni ndugu yangu tu, nikwambie, siwezi kukuficha. Watu wanasema, watu wameenda kufuata huko, wamechunguza vya kuchunguza, wanamuona mke wa fulani ndo kamua mwenzie akiwa yuko leba. Nikamwambia, jamani, maneno yanatoka wapi? Unajua mume wangu ameniambia hizi mambo, mimi sielewi mambo yanatoka wapi. Sielewi ya mambo yanatoka wapi. Akasema, hata mimi ninakujua wewe, huwezi kufanya kitu kama hicho. Najua ulikuwa na uchungu, lakini kwa nini ufanye hivyo vitu? Ili waje hivi vitu vya kufanya kwa mwanaume ambaye unamuona kabisa tayari upendo umeisha. Akaniambia, mimi sijaamini niliposikia, kwa sababu unajua ndugu yangu, mwanaume huyu mahali alipofika, mambo aliyokuwa anakufanyia, ni dhahiri kwamba upendo umeisha. Unawezaje kwenda kumuua mwanamke mwenzio kwa mwanaume ambaye unajua upendo umeisha? Na upendo ukiisha, wago umeisha. Yaani hata ukiua haiwezi kusaidia wala kubadilisha chochote, kwa sababu yule mwanaume, ina maana upendo kwako uliisha. Lazima atafute namna nyingine. Ndio maana mimi nikasema huyo ndugu yangu hawezi kufanya hivi, namjua. Hatuko close hivyo, lakini najua hawezi kufanya hivyo. Na ndio maana nikasema ngoja hizi za shiri nizisikie na niziache hivyo hivyo chini chini. Lakini ndo za chini chini, na hizo ni kwa mujibu wa ndugu zake ndo wanasema. Na wamesema hawatakubali. Hawatakubali. Wametangaza vita. Vita ni vita. Vita ni vita. Mimi nikamwambia ni maneno ya kupuuzwa sana hayo, kwa sababu hayana maana yoyote. Kwa nini nifanye hivyo kwa mwanamke ambaye alifuatwa na mwanaume wangu na akamapproach kama ambavyo alikutana na mimi na akaniapproach? Nitakuwa ni mjinga kiasi gani? Ila husikazui watu. Rose anasema, mapambano yangu, harakati zangu zote nilizozifanya, mwanaume kaondoka. Mwanaume ameondoka. Nimepambana sana. Nimepambana. Kabeba nguo, kaondoka. Ambaye nilikuwa naamini kwamba ndio chanzo cha kuvuruga amani yangu, kutokumpa utulivu mume wangu, ambaye nilikuwa nasema huyu ndiye chanzo, hayupo. Ni nani sasa mwingine? Nitamuua na yeye pia kwa njia hizi nilizotumia. Ni kweli kwamba mapenzi yalifika mwisho. Maneno ya huyo ndugu yangu ambaye ni chawa wangu yaliniingia sana, akisema
Mimi nilisema sio kweli, ni habari tu za chini chini, kwa sababu alikuwa ni mke mwenzio. Lakini huwezi kufanya hivyo. Wewe mwenyewe ulikuwa unajua jinsi ambavyo mwanaume anakutreat. Yani mwanaume ambaye upendo ulishaisha, unawezaje ukapambana mapambano hayo ili waje? Kwa hiyo nimecheza mchezo wa pata potea. Rosie anasema siamini kama haya maneno mume wangu yani yamepatikana kwa njia ya lamli. Sawa. Tafanya nini? Rafiki yangu alikuwa ananiambia mmeo anakutishia. Usiwe na wasiwasi. Yeye mwenye atarudi. Nikaambia sawa. Rosie anasema nikapigiwa simu. Huku tunaita ni serikali za mitaa. Natafuta lugha hii sehemu inaitwaje, na natafuta ni serikali za mitaa. Yes, labda takuwa sija itamka sawa, lakini nilipigiwa simu na kiongozi wa maeneo ambayo tulikuwa tunaishi. Yani kama mimi labda naishi Mikocheni, nipigiwe simu na viongozi wa hiyo kata hapo kwamba kuna maelezo, kuna kesi imefunguliwa. Yani kuna mtu ameenda kwa malalamiko ya habari ya talaka. Kwa hiyo ninaitwa kwa ajili ya mahojiano au iende mbele mahakamani. Kwa sababu mtu alinipigia simu, mimi naitwa fulani, tuko hapa na kuna mshtaki amekuja, anaitwa fulani, amekuja kuzungumza hapa kuhusu malalamiko yake. Kama unaweza ukaja, haya. Kama unaweza ukasema go ahead, aendelee mbele. Ina maana haya ni mambo serious, unajua? Unajua kati tumepita kwenye migogoro mwanzo, mume wangu alikuwa anapita humu, yani tunapita sijui wasimamizi, sijui nini na nini na nini. Sasa hivi mume wangu yuko hivi. Nikaenda pale, nikamkuta mume wangu. Nimefika pale, nimemkuta, wakasema haya, shida ni nini? Mume wangu akasema simtaki huyo mwanamke, tumekuwa kwenye migogoro ya muda mrefu, mimi na yeye tumefika mwisho na yeye anajua. Mimi nikamwambia mbona sikuelewi? Kwa hiyo umekuja huku ili ufanye taratibu za talaka? Kwa hiyo unataka tuachane? Akanambia unajua mimi sitaki kuzunguka kwenye hili jambo. Sitaki unisumbue kwa sababu mimi ninachotaka ni ukamilifu wa hili jambo. Ukitaka nitumie nguvu kwenye swala la talaka, nitatumia nguvu kwa gharama yoyote. Nitatumia nguvu. Nimekuita kiroho safi kwa sababu unajua nini kinachoendelea kwetu. Umeitwa, hizi ni taratibu za awali. Sijataka kupita kijanja janja. Ninapita hatua kwa hatua. Nikamwambia mimi huyo ni mume wangu na tumekuwa kwenye migogoro. Sidhani kama tumefikia hatua tuje hapa kwa makusudi ya kutenganishwa. Sasa unajua mambo ya kisheria bwana, huyu mmoja akisema nataka kutoa talaka, yani huyu ni mshtakiwa, mimi nataka talaka, wewe ukaja ukagoma, hilo inakuwa ni jambo jingine. Ina maana inaaminika watu wanaweza wakakaa wakaseto, wakaja kuelewana. Kwa kuna maelekezo pale walitoa ambaye huyu mwanaume aliniambia unanitafuta ubaya. Tukae tuishi, tulee watoto wetu kwa amani. Ishi maisha yako,
niishi maisha yangu. Na alitamka hata pale, mimi siko hapa kuzungumza kuhusu mali, nataka nimpe huyu mwanamke talaka. Nimekuwa kijana, nimechuma mali kwa nguvu zangu, kwa jasho langu, nimepambana mpaka nilipofika. Lakini hata akitaka kuchukua kila kitu nilicho nacho, niko tayari kusaini na kusema ninamwachia vyote. Siko kwa ajili ya mgawanyo wa mali, yani kwamba sijui tutafanyaje sasa, ninakupa vyote. Kama niliwahi kuanza upya, nitaenda kuanza upya, lakini siko tayari kuishi na wewe. Jamani, mwenzenu yani unajua ninamuona huyu mwanaume anabadilika mpaka usoni. Ni hizo taarifa za kwamba mimi nimemuua mtu kichawi ni za kuamini? Namwambia mume wangu, hivi kweli kabisa ukikaa ukitulia unaamini hivyo vitu ambavyo wameniambia, ambavyo unavisikia? Akasema hivi, wewe unaniona mimi ni mjinga? Unaniona mimi ni mjinga? Kwa unaona mimi hizi taarifa nimepata wapi? Nikamwambia, ndio uniambie wapi ulikopata hizi taarifa za uongo. Ni kila siku watu wanakuwa kunizushia mimi tu. Akacheka. Akanambia, nikwambie kitu. Ulipo kanyaga, mimi nilisha kanyaga. Nikamwambia, unamaanisha nini? Haiwezi kabaki kuwa siri siku zote. Nikamwambia, sikuelewi. Ungenyosha maelezo ungeeleweka, lakini unapinda pinda. Akaniambia, wewe mara kwanza ulipanga kumfanyia nini ule msichana? Ulipangeje? Mtume mwanaume akamapproach. Si ndio? Umpe line mpya kabisa, yani line mpya aweke, umpe information za huyo msichana, aanze kumapproach. Mwisho wa siku amkubali, awe na mahusiano naye, baadaye amdamp. Wewe ulipangeje? Si ulipanga utafute vijana uende wakamfanyia mambo mabaya yule msichana? Si ni wewe? Utafute timu ya wanaume hata 5. Uende ukafanyaje? Wakambake, wampige picha, uzifanyaje? Uje umtese na hizo picha? Ulipangeje? Nilishtuka, kwa sababu anazungumza ukweli. Sitaki kumwambia mtu, sitaki kushare na mtu hizo habari. Nikamwambia mume wangu, kwa mimi ndio nilikuwa napanga huo shetani wote mimi? Kwani unaamini watu? Akasema, naamini watu. Unataka nikupeleke mpaka kwa mganga ulienda kumuua msichana wa watu? Nilishtuka. Akaniambia, Rose, katika vitu nilifanya makosa, katika vitu najutia, ni ile siku nilikutana na wewe. Naichukia ile siku. Naichukia ile siku nilipokutana na wewe. Ninachukia macho yangu yaliyokuona na kuvutiwa na wewe. Haukupaswa kuwa mke wangu wewe. Nilitetemeka, kwa sababu anasema ukweli. Nilitetemeka, niliogopa, kwa sababu anasema ukweli. Nikanyamaza. Akaniambia, Rose, haujafanya sawa. Tubu kwa Mungu wako sana, akusamehe dhambi umeitenda. Kama ulifanya kwa ajili yangu, mimi sikutoka kwenda kwa yule msichana eti kwamba nimerogwa. Sikutoka kwenda kudate na yule msichana eti sikuwa na akili timamu. Ni kwa sababu mapenzi yangu kwako yalifika mwisho. Ukiuliza ilikuwaje yamefika mwisho, sitaki kusema chochote, ila mapenzi yangu kwako yalifika mwisho. Kumfanyia yule msichana hivyo ulivyomfanyia haitabadilisha akili yangu kukupenda wewe. Kwa sababu sio yule aliyekuwa anasababisha mimi nishindwe kutulia nyumbani, sio yule. Umemhukumu mtu ambaye hana hatia. Ulitakiwa kuniua mimi ili usinione, sio yule msichana. Kwa sababu kuachana na yule, ni hata ningeachana na yule msichana,
still ningekuwa na msichana mwingine, sio wewe. Nililia. Nilikuwa speechless. Nikaambiana, nikakwambia maneno. Akasema, ni wewe tu mwenye roho mbaya ambaye huwezi kuzungumza maneno. Lakini kuna watu hawawezi kulala. Mioyo yao inaugua. Kunyamaza uovu. Wakisema ndo wanapona. Rosie anasema, nilihisi mwili wote umeishiwa nguvu. Akaniambia, kiroho safi sana. Kiroho safi. Na ukumbuke option nilokupa nzuri. Sitaki ya mambo yawe makubwa. Ukitaka ya mambo yawe makubwa, nitayafanya atakuwa makubwa. Naomba tupeane talaka kiroho safi. Mimi na wewe nitafunga ukurasa. Na akaniambia, ninataka rasmi tutakapoachana nitakukabidhi kwa familia yako. Nikamwambia, unamaanisha nini? Ninafuta na kufuta kwenye akili yangu kwenye nafasi yoyote. Nikamwambia, unazungumza kuhusu nini? Akaniambia, utanielewa. Sasa hivi bado hujanielewa. Rosie anasema, nililia. Ukiniambia nililia sana utasema Rosie mnafiki. Ni sawa. Lakini sikulia kinafiki. Nimelia. Jamani, hizi habari sijashia na mtu yeyote. Ni ndugu yangu. Imekuwa mapema sana. Imekuwa mapema sana mbona? Rosie anasema, nakumbuka nilichukua hatua. Nikamwambia, ndugu yangu, naomba tuonane. Akaniambia, yani niko busy, I think nitakucheki. Rosie anasema, nikakaa nikampigia, akanitumia message. Nitakupigia. Mtu ambaye alikuwa ananipokelea simu muda wote. Na mpaka hapo nimemuuliza, nikamwambia, una hakika hujawahi kushia na mtu yeyote? Kwa sababu unajua tunaishi katika ulimwengu uko hivi. Yaani tunaishi ulimwengu uko hivi. Wewe, yani mimi niko na wewe. Lakini mimi nina mtu ambaye nazungumza naye. Yaani kitu changu chochote nakuwa free kuongea naye. Na nawaza kuna mtu wake wa karibu alishindwa kuvumilia, amemueleza. Huyu mtu kaenda kuyazungumza ya maneno kwa mtu mwingine. Haiwezekani. Inawezekana hajamwambia moja kwa moja direct mume wangu, lakini kuna mtu wake wa karibu. Lazima kuna mtu wake karibu, either ni mume wake au ni nani. Lakini kamwambia mtu, bwana yule alifanya 1 2 3, na pengine hajajimvuvu kwamba tulienda pamoja. Yani unajua mimi mambo yamebadilika kwa ghafla sana. Rosie anasema, nikuulize mwanamke mwenzangu kwa habari ya ndoa yako, unaipigania vipi ndoa yako? Unachokipigania unaamini 100% kinaweza kikasolve hilo tatizo? Unaweza ukatoka kwenye hiyo situation baada ya kufanya hivyo, ukatuma vijana 5 waende wakambaki binti, alikujibu vibaya. Binti ana mahusiano na mume wako, ulishamuonya, ukamtuma akapigwa picha zake zikasambaa mitandaoni kwa mfano. Unaamini kwamba 100% hilo jambo linaweza likarejesha ndoa yako? Rosie anasema, ndoa yangu haijarudi, ndo imekufa. Yani ndo nimeiua ndoa kwa njia ambayo nilitumia nikiamini ni salama na itanifikisha kwenye furaha nayoitafuta. Ndio. TikTok Capital E. Habari ulimwenguni. Shida